Leo tumekuletea taarifa nyeti na za umuhimu ambazo zinaendelea katika mashamba ya vita pamoja na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kiujumla. Na kama hujaweza kusubscribe kupitia YouTube channel yetu, basi tunakusihi uweze kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata video zetu kila tunapo update kupitia Mbavu TV Online. Matukio yaliyo mengi yameshuhudiwa hivi karibuni ambayo yakiwa ni ya kuogofya na mengine yakiripoti taarifa za hapa na pale kutokana na vikosi vya M23 kuzidi kujisalimisha chini ya uongozi wa wanajeshi wa FARDC. Jambo hili linakaaje na pia katika taarifa za hivi karibuni zinaeleza kitu gani? Nimekuandalia taarifa hii ya habari ili kuelewesha yale ambayo yanaendelea katika mashamba ya vita. Vita katika Kivu Kusini ni kiripoti hali ya mapigano katika vikosi vya waasi wa RDF, M23, AFC na jeshi la serikali la FARDC kuanzia siku ya jana ya tariki 9 mpaka leo tariki 10. Msemaji wa kijeshi wa eneo la operation ya Sukola ya pili kaskazini pamoja na kusini mwa Kivu, Meya Jeremy ametangaza kwamba zaidi ya wapiganaji 11 wa waasi wa RDF M23 AFC walijisalimisha mbele ya vikosi vya wanajeshi wa FARDC. Wameachia silaha zao ikiwa ni pamoja na AK47 5 na walijisalimisha kwenye eneo la Bunyakiri katika wilaya ya Kalehe. Kamanda wa eneo la operation ya Sukola pili, Kanali Kisembo Isingoma Benjamin, alitumia fursa hii kuwataka wapiganaji wengine waliobaki kuachia silaha zao na kujisalimisha kwa amani kabisa mbele ya jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambalo linaheshimu sheria ya kimataifa ya haki za kibinadamu. Kusini mwa Kivu, Alhamisi ya tariki 9 katika tambarare ya Ruzizi, zaidi ya wapiganaji 17 wa waasi kutoka makundi ya Twirwaneho na M23 AFC walijisalimisha ikiwa ni majira ya saa 11 jioni wakiwa wameacha silaha zao na baadhi ya vifaa vya kivita. Hii imefanyika katika eneo la Ruanga, Mutabebwa na Kibubwe. Kwa mujibu wa vyanzo vya habari vinaeleza kuwa wapiganaji wengi wa waasi walilazimika kuachana na ngome zao baada ya mashambulizi na majibu kutoka kwa FARDC ambao wanashirikiana na wazalendo. Hali inaendelea kubadilika haraka na idadi ya wapiganaji wa M23 ama waasi wanaojisalimisha inazidi kuongezeka katika mikoa hii miwili ya Kivu Kusini na Kivu Kaskazini. Hilo limekuwa ni jambo linaloashiria kudhoofika kwa vikundi vya waasi mbele ya shinikizo la kijeshi. Hii ni hatua muhimu kuelekea utulivu wa Kivu. Lakini hali bado ni tete na inahitaji usimamizi wa karibu. Wanajeshi na viongozi wanaovutiwa kwa matumaini ya kumalizika kwa mapigano hayo katika mikoa hii ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Hiyo imekuwa ni ripoti kulingana na siku chache ama kuanzia tariki 8 mpaka leo tariki 10 kuhusiana na hali halisi ya mapigano yanayoendelea hapa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa katika mkoa wa Kivu Kusini na Kivu Kaskazini. Ni hatari sasa hivi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huu umekuwa ni moto wa kuotea mbali ambao wazalendo ambao wanashirikiana na serikali ya Kongo FARDC wameuanzisha, na hii ni baada ya ahadi za muda mrefu ambao serikali iliahidi kwamba itaanzisha operation za kuondoa waasi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, aidha pia kuondoa vikundi vyote vya washika silaha ambavyo vipo nje ya sheria ya DRC. Na operation hizo zimeanzishwa sasa na matokeo yenyewe tumeanza kuyaona na mtutu umeanzishwa. Na siku za hivi karibuni baada ya operation hizi kuanza, tumeanza kuona kwamba
Vikundi vingi vya waasi wameanza kujisalimisha. Leo utasikia 13, kesho 17, kesho yake 20. Kwa hiyo inaashiria kwamba operation ambayo ilikuwa imepangiliwa na serikali ya DR Congo inaelekea pazuri na inaleta tija pamoja na matunda ambayo ni picha na taswira nzuri kwa wakongomani wote waishio DR Congo. Tukielekea huko Uvira ambako wanajeshi wa Rwanda wa M23 RDF wamefukuzwa kutoka kwenye ngome yao ambayo ilikuwa Mutabegwa katika wilaya ya Uvira kwenye tambarare ya Ruzizi. Wapiganaji wanne wa RDF M23 walikamatwa na maelfu ya risasi ikiwa ni pamoja na lens ya roketi zikirejeshwa na majenerali wa kizalendo Ngoma Nzito na Meshaki ambao waliongoza operesheni hiyo kati ya siku za hivi karibuni. Kwa kupoteza nguvu hiyo, M23 hawana tena uwezo wa kushikilia na kupambana na moto huo wa wazalendo ambao wanajeshi wamejizatiti na kurejesha maeneo yaliyokuwa yameshikiliwa chini ya uongozi wa wanajeshi wa Rwanda. Zikiwa ni taarifa za furaha kwa wakongomani wote walioko ndani ya Kongo na walioko nje ya Kongo. Vita ya Kivu Kusini, wazalendo wameingia kwenye operation ya ADF Azawapi huko Mambasa katika jimbo la Ituri. Shambulio kubwa limefanywa dhidi ya wapiganaji wa anti-loyalist ambapo wazalendo na FARDC wamefanikiwa kwa mafanikio makubwa kumaliza baadhi yao. Silaha na risasi vimepatikana. Moja ya makao makuu ya ADF imeungua vibaya na baadhi ya mateka wameokolewa pia. Wahalifu wa Yoweri Museveni na Thomas Lubanga wapo kwenye mtafaruko mkubwa. Basi ukisikia kwamba mwisho wa ubaya basi utakuwa ndo huu. Waasi wa M23 RDF wametangaza kuondoka kwa ujumbe wao ili kushiriki katika duru mpya ya mazungumzo na serikali ya Kongo. Mazungumzo haya yamehamasishwa kutoka Doha na hadi Uswizi, hasa kutokana na vita katika Mashariki ya Kati.